tunakwenda huku wilaya ya Manga kwenda kufunga hamasa. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwakaribisha wana Simba wote wa Vikindu, tukutane Vikindu Center Mataa, twende tukakamilishe hamasa kuelekea mchezo wetu wa tarehe 23. Ukiangalia ratiba yetu safari hii imekuwa na matukio mengi ya hamasa kutokana na umuhimu wa mchezo wenyewe, lakini dhamira yetu ya makusudi ya kutaka kujaza Benjamin Mkapa. Na sisi tunafahamu Benjamin Mkapa, kujaza Benjamin Mkapa sio lele mama. Lazima ufanye kazi kweli kweli ndio uweze kujaza Benjamin Mkapa. Na hiyo kazi tunaiweza sisi Simba Sports Club. Ndio maana wengine unaona wanakimbia kwa sababu ndio akina wasioweza kufanya kazi ya kuijaza Benjamin Mkapa. Ndugu zangu ni wana Simba, kabla sijazungumzia umuhimu wa mchezo wenyewe, kuna tangazo moja fupi hapa nilitaka kulisahau. Kwa wale wanaokaa VIPB, wapo watu ambao wamelalamikia tabia ya kutopendezwa na tabia ya kumwagiana maji pale VIPB, na watu wamenifikishia mimi maoni yao niwatangazie hivyo. Na kwa kuwa mimi ndio mlezi wa mashabiki wanapokuwa Benjamin Mkapa, nimejipa hicho cheo, kwa hiyo nalazimika kutoa mwongozo. Pale VIPB kuna tamaduni zake, na kila jukwaa la Benjamin Mkapa lina utamaduni wake ambao hauwezi kufutika, na ni sehemu ya, kwa maana ya kwamba kuna mtu anakwenda kukaa VIPA kwa sababu kuna kitu kinamvutia pale VIPA. Kuna mtu anapenda kukaa mzunguko kwa sababu anavutiwa na vibe la mzunguko. Kwa hiyo kila jukwaa lina utamaduni wake, na pale VIPB kuna utamaduni huo wa kumwagiana maji, na wapo watu ambao wanaenjoy huo utamaduni, na kuna watu huo wanafuata huo utamaduni. Kwa hiyo kusema tuufute moja kwa moja haiwezekani, kwa sababu tayari umeshakuwa ni utamaduni wa watu na imeshakuwa ni kivutio cha watu. Lakini makosa yanapofanyika ni kwamba kuna watu hawamwagi maji tena, wanamwaga. Sasa basi nitoe angalizo, maji ni ruksa kuendelea kumwagiana, lakini pombe haitakiwi kumwagiana pombe. Pombe yako nunua kunywa, usimwagie mwenzio, kwa sababu pale tunakaa watu wa tabia tofauti tofauti. Kwa hiyo tusikwazane kiasi cha kumwagiana pombe. Pombe yako nunua, kunywa mwenyewe, usiwamwagie wenzio. Na nichukue nafasi hii kuambia wale waasisi mwaga maji pale VIPB, wao ndio wawe wadhibiti wa wengine wanaomwaga pombe, wawakataze na kuwazuia wale wanaomwaga pombe, na badala yake watu wamwagiane maji. Ni sawa. Lakini kama wewe hutaki na kumwagiwa maji vile vile na unataka kukaa VIPB, VIPB ziko mbili. Kuna upande wa kulia na kuna upande wa kushoto. Upande wa kushoto ndio wenye tabia ya kumwagiana maji. Mimi ni kushauri ukakae VIPB ya upande wa kulia. Kule hakuna changamoto ya kumwagiana maji. Lakini kama bado unataka kukaa upande huo wa kushoto, usikae hapa mwanzoni karibu na tunnel, kwa sababu hapa ndio kwenye hiyo tabia ya kumwagiana maji. Sogea pembeni huku, kwenye huku hakuna utamaduni huo wa kumwagiana maji. Natumai tumeelewana. Lakini kama hautaki tabu kabisa, kaa upande huu wa pili, upande wa kulia, ambao huwa wanakaa kapu la magoli. Kule wenyewe hawamwagiani maji. Ndugu zangu ni wana Simba, ndugu zangu ni waandishi wa habari, tunakwenda kuanza msimu wetu
wa 7 wa kucheza hatua ya makundi ya michuano ya CAF, na ni msimu wetu wa 5 wa kucheza hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Lazima kumbukumbu ikae sawa ya kwamba sisi ndiyo timu pekee Tanzania ambao tumecheza group stage 5 za ligi ya mabingwa Afrika. Hakuna timu yeyote yenye rekodi kama hiyo, na wakati wengine wakifikia idadi ya group stage 5, sisi tutakuwa na 8. Wakifikia 8, sisi tutakuwa na 11. Kimsingi ni kwamba hawatatupata tena kwenye mafanikio ya michuano ya Afrika. Kwa hili ni jambo la kujivunia sana sisi wana Simba kuwa na mafanikio haya ya mfululizo ya kucheza mara 5 hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika. Mara zote ambazo tumecheza hatua ya makundi tumekutana na timu ngumu, lakini kwa kudra zake Mwenyezi Mungu na kwa ubora wa wachezaji wetu na mipango ya viongozi wetu, mara zote tumevuka na tumeenda hatua ya robo finali. Mwaka huu tumekutana na kigingi ama vigingi vizito kweli kwenye kundi letu, kundi D. Lakini pamoja na ugumu wa kundi letu, lakini bado tunasema mwanzoni kabisa hapa ya kwamba mnyama atavuka, atakwenda robo finali inshallah. Hatujazoea, haijawahi kuwa hivyo kwa Simba Sports Club kuishia hatua ya makundi tangu tumeanza kutawala soka la Afrika. Na mwaka huu pamoja na ugumu wa kundi letu, lakini tutavuka kwenda hatua inayofuata. Lakini kuvuka kwetu kwa safari hii kunahitaji tufanye kazi kweli. Tunahitaji tushikamane kweli. Tunahitaji tuwe nguvu moja ya dhati ili tuweze kuvuka. Sio nyepesi hata kidogo, lakini tutavuka. Na ili tuweze kuvuka, lazima tuanze vema tarehe 23 dhidi ya Petro Atletico di Luanda kutoka Angola. Ndugu zanguni, tusiwadharau, tusiwachukulie poa, na wala tusijisahau hata kidogo na tukadhani ya kwamba kwa sababu hawa ni weusi kutoka Sahara, kutoka kusini mwa Afrika, basi watakuwa ni wepesi. Ndugu zanguni, hii timu tunayocheza nayo Jumapili ijayo ni timu jiwe kweli, ni timu ngumu kweli, ni timu babu kubwa kweli, na tusipofanya maandalizi yetu sawa kwenye idara zote, tutavuliwa taulo ukweli. Lazima tujipange sawa. Anafungika Petro Atletico di Luanda, lakini sio kwa maneno na mdomo, kazi ifanyike sawa. Kwenye upande wa kikosi hatuna mashaka. Meneja Dimitar Pantev, Selemani Matola Veron pamoja na wasaidizi wote wa benchi la ufundi wanaendelea na mipango yao thabiti kuhakikisha kwamba tunapata matokeo mazuri katika mchezo huo. Palikobaki ni sisi kupande wa mashabiki, na sisi tufanye ama tutimize majukumu yetu ipasavyo, twende tukapate ushindi siku ya tarehe 23. Inawezekana tukaondoka na ushindi hapa Benjamin Mkapa. Lazima tuje kwa wingi uwanjani siku hiyo, lazima tuje wote, lazima twende tukaishangilie timu yetu. Kila mwana Simba aje na mzuka wa kutosha, aje na energy ya kutosha, aje na nguvu ya kutosha. Twende tukaishangilie, tukawape moto na morali wachezaji wetu, wakatupambanie, wakapambane, wakapigane, ili mradi mnyama aondoke na alama 3. Kuna maana kubwa sana tukishinda mchezo wa kwanza wa hatua ya makundi, lakini kampeni yetu ni ile 9 Benjamin Mkapa ni haki yetu. Kwa hiyo tunaanza na hizi 3, zinakuja 6 nyingine, lazima waziache Benjamin Mkapa.
Ndugu zanguni, hili wala halihitaji nguvu kubwa sana kukumbushana. Sote tunafahamu mashabiki wa Simba, uimara wetu, nguvu yetu siku zote imekuwa ni mashabiki. Siku zote nguvu yetu imekuwa ni ninyi. Mara zote mlipokuja uwanjani, mara zote mlipoujaza uwanja Benjamin Mkapa, Simba tulipata matokeo mazuri. Kwa hiyo password, kodi ya Simba kupata matokeo tarehe 23 mnayo ninyi mashabiki wa Simba. Kuja kwenu kwa wingi uwanjani siku hiyo ndiyo password ya Simba kupata ushindi siku hiyo. Asibaki mtu tawini, asibaki mtu nyumbani, kila mtu aje Benjamin Mkapa. Mkija kwa wingi Benjamin Mkapa, inawahakikishia siku hiyo mnyama anaondoka na alama 3. Na sisi tunachokitaka siku hiyo ni alama 3 tu. Tuwe tumeianza vema kampeni yetu ya ligi mabingwa barani Afrika. Hapa uwanja mkubwa, jeuri hii tunaipata kutoka kwenu ninyi mashabiki wa Simba. Tuna imani na tunaamini tukiwaita mnakuja 60,000, na ndiyo maana tukasema sisi hatuendi kwenye kiwanja cha watu 12,000. Tunabaki hapa hapa Benjamin Mkapa kwenye kiwanja cha watu 60,000, kwa sababu watu hao 60,000 Simba Sports Club tunao na tunawahitaji tarehe 23. Benjamin Mkapa sio ya kila mtu. Benjamin Mkapa sio ya kila timu ya Tanzania. Benjamin Mkapa ni uwanja wa Simba Sports Club, na ndio maana hatuhami, na ndio maana tunasema ya kwamba tarehe 23 mechi yetu ni Benjamin Mkapa. Kama uwanja wa Benjamin Mkapa hauna shida yoyote, sisi hatuwezi kwenda kucheza uwanja wowote ule zaidi ya Benjamin Mkapa, na tunabaki hapo kwa sababu ya wingi wa mashabiki tuliokuwa nao. Sababu pekee itakayotuhamisha Benjamin Mkapa ni uwanja ule ufungwe na serikali, lakini kama uwanja uko wazi, sisi tunatakiwa kubaki Benjamin Mkapa kama ambavyo tunabaki Benjamin Mkapa tarehe 23. Na tunabaki Benjamin Mkapa kwa sababu yenu ninyi mashabiki. Tunaamini mpo wengi na wote mnastahili kuja Benjamin Mkapa, na ndiyo maana tumechagua, na ndiyo maana tumebaki Benjamin Mkapa. Benjamin Mkapa ni chumba cha baba halali mtoto. Ndio maana watoto wote wamekwenda Zanzibar, baba amebaki chumbani kwake. Ni chumba cha baba, na sisi ndio baba wenyewe. Tumebaki chumbani kwetu, watoto wamekwenda Amani. Baba hakimbii chumba chake, ila mtoto anakwenda kulala chumba cha watoto ama chumba cha wageni huko. Sisi tumebaki nyumbani kwetu, tumebaki chumbani kwetu Benjamin Mkapa. Sisi kipaumbele chetu, na hiki kila mtu atambue, sisi kipaumbele chetu hasa kwenye michuano ya kimataifa ni kucheza Benjamin Mkapa. Sehemu nyingine yoyote tukienda kucheza, hasa michuano ya kimataifa, tunakwenda kishingo upande. Lakini sisi kipaumbele chetu namba 1 ni Benjamin Mkapa. Kama Benjamin Mkapa haina changamoto yoyote, sisi tunatakiwa kucheza Benjamin Mkapa, sababu sisi ni timu kubwa, timu yenye hadhi kubwa, timu ya viwango vya juu, timu yenye mashabiki wengi, timu ya watu wa kujidai. Tunatakiwa tukajidai Benjamin Mkapa. Ndugu zanguni wana Simba, bila shaka mengi nimezungumza kuelekea katika mchezo huu, na maandalizi rasmi sasa yanaanza hii leo. Niwakaribishe wale wote ambao wanahitaji kushiriki nasi katika hamasa. Tutakuwa na usafiri wa kutosha
tutazunguka wote kwa pamoja katika maeneo yote ambayo tumeyataja, na kila mmoja atastarehe kweli kweli katika hamasa zetu. Nisahau kitu kimoja, tukitoka Vikindu kufunga hamasa, nasikiza kwa makini sikosei, tunarudi Mbagala wakali wa kwanza sisi kwenda kupata chakula. Bwana Mkumba ametuandalia chakula siku hiyo. Kwa hiyo watu wote wa Mbagala wanakaribishwa waje wale chakula cha bure. Ndugu zanguni, baada ya kusema hayo, zoezi la uuzaji wa tiketi rasmi limeanza kileo, na tiketi zinapatikana katika vituo mbalimbali ambavyo tutakwenda kuvitangaza muda si mrefu kuanzia sasa. Lakini kwa wale wa hapa Temeke Stereo, tiketi zipo hapa. Atakayehitaji, muuzaji yuko hapa nyuma hapa ya tenti. Muuzaji yuko hapo nyuma, anunue tiketi yake, na mtu wa kwanza kununua tiketi ya mechi yetu ya tarehe 23 ni meneja wa soko la Stereo. Meneja, simama ukanunue tiketi.